Ni mashabiki wa klabu ya Yanga kutoka kata ya Kayenze wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza wakiwa katika maandalizi ya kuelekea kilele cha tamasha la siku ya mwananchi kinachotarajiwa kufanyika tarehe 9 Agosti mwaka huu katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Katika kuelekea kilele hicho, mashabiki hao wametembelea shule ya sekondari Kayenze pamoja na kituo cha afya Kayenze ambako wametoa msaada mbalimbali ikiwemo sabuni kwa wagonjwa wanaopatiwa huduma za afya katika kituo hicho kama sehemu ya kuonesha utamaduni wao wa kushiriki shughuli za kijamii. Hongereni sana. Naona mmetuletea wananchi. Akizungumza mara baada ya kukabidhi msaada huo, diwani wa kata ya Kayenze Bwana James Katoro akiwa pamoja na Inspector Benedicto Lawrence wamewapongeza mashabiki wa klabu ya Yanga kwa kuendelea kuonesha matendo ya huruma na mshikamano kwa jamii, wakisema kuwa hatua hiyo inastahili kuigwa na makundi mengine. Chukua nafasi kuwashukuru wana Yanga, mmeonyesha upendo wa hali ya juu. Hongereni sana. Mimi mwenyewe ni mwana Yanga damu. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga tudumishe upendo katika kata yetu. Muunganiko huu na mkusanyiko huu unaonyesha kabisa kwamba sisi kata yetu tuko salama. Yanga tuko salama. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu tudumishe upendo. Tuendelee na mchezo, lakini tuendelee na kazi zingine za kijamii kama hivi mlivyofanya leo, kwenda kutoa matendo ya huruma kwa watu wenye uhitaji. Niwashukuru sana. Sina cha kuwalipa zaidi ya kuwaombea kwa Mungu. Mwakani! Kwanza mimi kama mwana Yanga kindakindaki nawapongeza wana Yanga wenzangu kwa matendo ya huruma ambayo tumeamua kuyafanya, lakini pia ni waase wanafunzi kwamba timu ambayo ni kubwa katika hii nchi ya Tanzania ni timu ya Yanga ambayo ni timu ya wananchi. Kuthibitisha hilo ni kwamba katika jeshi lolote lile Tanzania ili uweze kuajiriwa lazima uwe mwananchi. Sasa usipokuwa mwananchi hauwezi kupata ajira kwenye jeshi lolote lile Tanzania. Na wakaribisha katika sikukuu ya wananchi, na leo tumekuja kufanya matendo ya huruma hapa. Sawa? Yanga daima mbele. Asante. Kwa upande wao, baadhi ya mashabiki wa Yanga wameeleza kuwa na imani kubwa na klabu yao itafanya vizuri zaidi katika msimu mpya wa ligi kuu ya NBC 2026-27, huku wakijivunia usajili walioufanya na kusema kuwa utakiwezesha kikosi hicho kufanya vizuri katika mashindano ya ndani na kimataifa. Kwa majina naitwa Pendo Lucas, mwanachama wa Yanga. Yaani kile tunachokitegemea toka siku zote, hata msimu ujao ni huu ndio kitatokea hicho. Tuna imani kulingana na wachezaji waliosajiliwa, alafu pia na timu yenyewe nikiangalia ipo fresh sana. Wapinzani wetu jamani, wana Simba, karibuni sana, achane na hiyo timu haina umuhimu wowote. Karibuni kwa wananchi wenyewe. Kwa majina naitwa Michael Zakaria, natoka kwenye tawi la Iponyabugali. Kwenye upande wa kikosi chetu naona kiko vizuri. Kwa usajili aliyoufanya engineer, nadhani tutafika mbali. Mwakani tunachukua mpaka tunaenda kwenye klabu bingwa, na imani kile kikosi ambacho tumekisajili tunaenda kuchukua. Kwa hiyo na imani na wale wachezaji waliosajiliwa kuanzia kwenye eneo la beki, kiungo, mpaka pale kwenye upande wa forward. Shalulile yule jamaa anaweza, anaupiga mwingi. Kwa kweli yule jamaa atatusaidia. Na tuna imani tunaweza tukafika nusu finali ya klabu bingwa. Kiufupi vile vilabu vidogo vitapigwa kuanzia goli 8. Yaani usajili tulioufanya na imani goli 8 zitatembea. Klabu bingwa wajiandae. Na imani Yanga itafika klabu bingwa nusu finali. Kwa majina naitwa Dr. Abbas Kayanda. Kwa niaba ya kituo cha afya Kayenze, tunashukuru kwa ujio wenu na matendo ya huruma ambayo mnaendelea kuyatoa Tanzania nzima, ambapo wengine wanaendelea kutoa. Mungu aendelee kuwabariki na muendelee kuwa na moyo huo, na Mungu akapate kuwasimamia katika shughuli ambazo mnaendelea kuzifanya, na zaidi ya yote pia na timu yetu tuendelee kuiombea. Amina. Wananchi tuendelee kufanya vizuri. Amina. Na Mungu awabariki. Hivyo
tunawakaribisha kwa mara nyingine tena. Mtakaporudi katika eneo hili, tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibuni sana. Mimi naitwa Suzana Paulini, naishi Seni Madogo. Nashukuru sana kwa hiki kidogo nilichokipata. Nashukuru sana wananchi kwa majitoleo yenu. Kuanzia sasa hivi, asanteni. Kwa niaba ya walimu wote niweze kuwashukuru sana wanayanga, maana vitendo hivi sio vigeni kwetu Yanga. Hivi vitendo vinakuwa vinafanyika katika karibia kila maeneo tunapokuwa tunaenda kwenye michezo, iwe ndani ya nchi au nje ya nchi. Huwa kuna vitu kama hivi vinafanyika, na kwa kufanya hivi ndio baraka zenyewe. Miaka 5 mfululizo kuchukua kombe sio jambo dogo, sio jambo dogo. Maana kuna vitu vingi, hizi ni baraka ambazo pia tunazipata kutoka kwenye jamii. Hata Mwenyezi Mungu pia anatia mkono wake wa heri kwamba Yanga iendelee kufanikiwa. Sasa tusichoke na tuendelee kufanya tunapopata nafasi. Kwa hiyo mimi nawashukuruni sana, lakini bado tuna kazi kubwa ya kujenga timu. Kama wanachama, kama wana Yanga, kila mmoja ana jukumu lake la kuipambania timu. Usajili umefanyika mkubwa mwaka huu, si ndio? Yaani msimu unaofuata pale inawezekana kuna timu isiingize timu uwanjani, lakini tunashukuru, tunaomba Mungu wote waje ili tujue kwamba nini na nini kinachoweza kufanyika. Tarehe 12 sio mbali, tushikamane, tuendelee kupata ushindi na Mwenyezi Mungu ataendelea kutia mkono wake wa heri ili tuendelee kupata mafanikio. Kwa majina naitwa Faisal Hussein Abdul, nasoma katika shule ya sekondari Kayenze, Ilemela, Mwanza. Napenda kuwashukuru kwa niaba ya wanafunzi wote wanaosoma katika shule ya Kayenze Secondary School, wanatawi, wanayanga dam ambao kaimbirio yetu inasema Yanga daima mbele, nyuma mwiko. Napenda kuwashukuru sana kwa msaada huu walioweza kutufanikisha. Wenda wametusaidia katika kutuendeleza japo kidogo kwa kile walichobarikiwa. Napenda kuwashukuru sana wanayanga. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.